Baada ya klabu ya Simba kutoa taarifa ya kuachana na kocha ama meneja mkuu wa klabu hiyo Dimitar Pantevo ambaye alitokea kwenye klabu ile ya Gaborone pale Botswana. Sasa wamemtambulisha kocha mkuu ambaye ni Steven Barker, na Steven Barker pia amekuja na jopo la wasaidizi wake, na miongoni mwa wasaidizi wake ni kocha wa makipa Davis Piri pamoja na mchambuzi wa video Frenil Dean ambaye watakwenda kusaidiana kwenye majukumu ya kukinoa kikosi hiko cha klabu ya Simba Sports Club. Tujaweza kuona moja kwa moja kile ambacho ama uwezo wa kocha, lakini ni kutokana na muda ambao wametambulishwa, wachezaji wengi wakiwa wamekwenda kushiriki kwenye michuano ile ya timu za taifa, kwa maana ya michuano ya AFCON ambayo inaendelea pale Morocco. Na kwa siku ya jana sasa kocha Steven Barker aliweza kuwasili nchini na kukutana na viongozi mbalimbali wa klabu ya Simba, lakini pia wale ambao atakwenda kukutana nao kwenye benchi lake la ufundi. Na miongoni mwa watu ambao alikutana nao kwa ushuhuda wa picha ni msaidizi wake Selemani Matola ambaye alikuwa akikaimu nafasi ya kocha mkuu ndani ya klabu hiyo. Wakakutana pale, waka shake hands kama ambavyo unashuhudia, na kwenye klabu ya Simba waliweza kuandika kuwa kocha mkuu Steven Barker akiwa na wasaidizi wawili wapya wamekutana na kufanya mazungumzo na kocha msaidizi Selemani Matola na meneja wa timu Patrick Royemamu. Kama ambavyo unashuhudia hii picha ya pili, huyu ndio meneja Patrick Royemamu, lakini pia amekutana na benchi nyingine ikiwemo madaktari na viongozi mbalimbali na kufanya kikao sasa ambacho kilihudhuriwa na CEO Zubeda Sakuru, na walizungumza mambo mbalimbali ili kuhakikisha anapokwenda kuanza majukumu yake basi hawezi kukwamishwa na jambo lolote lile. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo bado wana Simba wameendelea kuvitolea maoni ni uwepo wa kocha Selemani Matola kwenye benchi la ufundi la klabu ya Simba. Wapo ambao wanatamani Suleiman Matola aweze kuachiwa moja kwa moja timu ili aoneshe uwezo wake, na akishindwa basi na yeye akusanye virago vyake, na wapo wale ambao wanasema inatosha kwa muda ambao ameitumikia klabu ya Simba, pengine sasa na yeye aweze kuachia ngazi na kutafuta malisho maeneo mengine. Sasa kwenye hii picha ambayo inaonekana kocha Steven Barker pamoja na Selemani Matola, maoni ya mashabiki yalikuwa hivi. Anasema Matola naye angepisha ili benchi jipya la timu lisukwe. Haiwezekani makocha wao wanafukuzwa, yeye anabaki. Kwa ubora upi? Tukitaka kuanza upya, tuanze upya. Yote 9-10. Mimi sifurahii, sisi furaha yetu mashabiki na wapenzi wa Simba kuona timu inafanya vizuri kwenye makombe. Mwingine anasema kwani huyu Matola toka miaka ya 50 ya uhuru ni kocha msaidizi tu, hapandi cheo wala kuachishwa kazi basi au kuhamishwa idara? Huyo akiwa anahoji kwa namna hiyo. Anasema kaka yuko mbali lakini masikio yametangulia kwenye kamera. Tunaipenda sana timu yetu, ila tuna utaratibu unaendeleza ndio unaturudisha nyuma. Ifike hatua kocha akija aje na wasaidizi wake, akifeli aondoke nao waje wapya. Masuala ya kukuta kocha msaidizi huyo hatuoni mabadiliko kama hivyo. Matola mpeni timu moja kwa moja, tumvumilie tu. Huyu anasema Matola atuache kidogo. Huyu anasema yeye yupo akaondoka nani ila yeye yupo, ila maneno makali kidogo. Huyu anasema kama mtakuwa hameyasikilizi maoni ya mashabiki zenu, ni wazi hamko tayari to change why Matola awepo kwenye benchi la ufundi kwa mara nyingine. Hao ndio baadhi ya maoni ya mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi kuweza kuhoji namna ambavyo Selemani Matola anaendelea kusalia kwenye benchi la ufundi la klabu ya Simba kama kocha msaidizi, licha ya kwamba amepita
kwenye usaidizi wa makocha wengi ambao tayari vibarua vyao na klabu ya Simba viliweza kuota nyasi. Na nikukumbusha klabu ya Simba itakwenda kushiriki michuano ya Mapinduzi na wataanza kucheza dhidi ya Mwembe Makumbi Januari 3 ya mwaka huu pale kwenye uwanja wa Amani Zanzibari. Tutakwenda kushuhudia benchi la ufundi litakwenda kuingiza kitu gani kipya kutoka kwa Dimitar Pantev mpaka kwa Steven Baka. Steven Baka ambaye amejiunga na kikosi cha Simba akitokea klabu ile ya Stellenbosch ambayo inashiriki ligi kuu pale Afrika ya Kusini. Hii ni Ava TV Mwanamichezo, tufuatilie kwenye YouTube channel, lakini pia tufuatilie kwenye Instagram, utakuwa umetisha kinoma noma.